Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mwezi mpya, mwezi wa 5. Asante kwa majira mapya, asante kwa msimu mpya. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Upendo wako kwa Mungu utakufanya ufanye mambo ambayo hukuyatarajia kwa Mungu. That is your love for God. Upendo wako kwa Mungu. Kwa nini tunatokea kanisani mara kwa mara? Kwa sababu tunampenda Mungu. Daudi anasema ni heri nikae nyumbani mwako, siku moja nyumbani mwako ni zaidi ya siku 1000 nyumbani kwangu. Asema nimezionea shauku kuta za Bwana na kuzikondea. Nimezikondea mahema zako, nimekondea nyumba yako, nimeifurahia nyumba yako. Asema nimeionea shauku nyumba yako na kuikondea. So upendo wetu kwa Mungu ndio unaoamsha njaa ya kuja tena na tena nyumbani kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena na tena nyumbani kwa Bwana. Leo tupo katika siku nyingine tena ya ufufuo, na moja ya matokeo ya ufufuo ni mambo mapya, new things, mambo mapya, matokeo mapya, miradi mipya, fursa mpya. That is one of the moja ya mazao ya majira mapya. Majira mapya kwako na kwangu ndiyo mazao ya ufufuo. Tunapotembea katika ufufuo, tunaenenda katika upya wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda katika upya wa uzima, tunaenda katika majira mapya maisha, tunaenda katika upya wa uzima. Tupo katika mwezi mpya ambao mwezi mpya ina signify au inadhihirisha kwamba majira mapya ya mwaka, majira mapya ya siku. Mungu anataka kukusaidia, atakupatia siku nyingine. Sababu kwa nini umeona siku nyingine siku ya leo, mwezi mwingine? Ni kwa sababu anataka afanye jambo jipya kwenye maisha yako. Majira haya ya mwezi mpya yatakuwa ni majira yako ya mambo mapya katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen kubwa katika jina kuu la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mwezi mpya, na asante kwa ajili ya miezi 4 iliyopita, na asante kwa ajili ya mwezi mwingine, mwezi wa 5 2025. Baba, mwezi ukafanya mambo mapya, kazalishe misimu mipya, katengeneze fursa mpya katika jina la Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amen. Na nafundisha jana leo kufahamu msaada wa ajabu, understanding the uncommon helps. Kufahamu msaada wa ajabu. What is the uncommon help? Tupo katika mwezi mpya, na huu ni mwezi wetu wa msaada wa ajabu, uncommon help. Now, msaada wa ajabu, the wonderful help, the wondrous help, msaada usio wa kawaida. Kitabu cha Nyakati wa Pili sura 26, Nyakati wa Pili na ile sura ya 26, anasema akajenga katikati ya Filisti, akajenga buruji. Anasema na akaendelea kujenga kwa sababu alisaidiwa mno ajabu, alisaidiwa mno ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma mstari wa 15, asema akafanya katika Yerusalemu mitambo ya vita iliyobuniwa na watu wa stadi, iwekwe juu ya minara na juu ya buruji, ili kutupa mishale na mawe makubwa. Haya yote aliyabuni. Asema jina lake likaenea mbali sana, kwa kuwa alisaidiwa mno ajabu, hata akapata nguvu. Nipata King James. Asema kwa maana alisaidiwa mno ajabu, hata akapata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. For he was marvelously helped. Alisaidiwa mno ajabu, alisaidiwa kwa namna isiyo ya kawaida, alisaidiwa kimaajabu maajabu, hata akapata nguvu. Mwezi wa 5, nguvu inahitajika kuonekana. Mungu akupatie katika jina la Yesu. Anasema kwamba na alivyosaidiwa nini katokea? Anasema kwamba watu wakamletea zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Asema kwamba tena, asema watu wakamletea zawadi.
asema kwamba ukisoma mstari wa 6, akatoka akapigana na Wafilisti, akauvunja ukuta wa Gati na ukuta wa Yabne na ukuta wa Ashdodi. Asema mstari wa 7, Mungu akamsaidia juu ya Wafilisti na juu ya Waarabu walioko Gurubahali na juu ya Wameuni. Mstari wa 8, sema kwa pamoja 1 2 3, na Waamoni wakampa nini? Wakampa Uzia zawadi, na likaenea jina lake mpaka pa kuingilia Misri, kwa kuwa akaongezeka nguvu mno. Anasema mstari wa 9, tena Uzia akaujengea Yerusalemu minara penye lango la pembeni na penye lango la bonde, na uingiapo ukuta na ugeukapo ukuta akaitia nguvu. Akajenga minara tena nyikani, akachimba mabilika mengi, maana alikuwa na ng'ombe tele asema katika Shefela pia na katika nchi tambarare. Tena mashamba alikuwa tena na ukulima na utunza mizabibu milimani na katika mashamba ya neema, maana alipenda ukulima. Na mstari wa 15 asema akafanya katika hizo mitambo. Kwa nini? Alisaidiwa mno ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Na msaada wa ajabu maana yake nini? Msaada wa ajabu maana yake namba moja, msaada wa ajabu ni msaada usio wa kawaida. Ni msaada usio wa kawaida. Msaada wa ajabu ni msaada usio wa kawaida unaotoka kwa Mungu mwenyewe. Yaani unapopita, ni msaada unaopita njia za kawaida na nguvu za kibinadamu. Msaada wa ajabu ni msaada upitao akili za kawaida, unaopita njia za kawaida na unaozidi nguvu za kibinadamu. Tunaposema mtu huyo anasaidiwa ajabu, ana msaada wa ajabu kutoka kwa Mungu, manake ana msaada usio wa kawaida, yaani unaotoka kwa Mungu mwenyewe. Yaani Mungu ameamua kukusaidia mbali na background yako, mbali na jana yako, mbali na vitu ambavyo huna. Msaada wa ajabu unakuja kupotezea vitu vyote ambavyo huwezi, mambo yote ambayo huna nguvu nayo. Msaada wa ajabu ni nguvu ya Mungu kukusaidia kupita nguvu za kibinadamu, kupita vizuizi vya kibinadamu. Mwanadamu aliyosaidiwa na Mungu ni mwanadamu mwenye msaada usio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Msaada usio wa kawaida. So msaada msaada wa ajabu ni msaada usio wa kawaida utokao kwa Mungu mwenyewe. Kitabu cha Zaburi 121 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 121 verse 1 to 2 asema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wa kimungu, msaada usio wa kawaida, msaada wa ajabu ni msaada ambapo unapoangalia kila mahali hakuna wa kukusaidia. Na Daudi anasema alipotazama mjomba hakuwa na msaada, alipomtazama binamu hakuwa na msaada, akaamua kuyainua macho yake. Anasema nitayainua macho yangu nitazame milima. Anasema msaada wangu unatoka wapi? Na tafsiri ya Kiswahili, maana halisi ile andiko ni kwamba nitainua macho yangu nitazame milima, huko ndiko utokako msaada wangu. Ukisema tafsiri ya King James asema I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help. Kutoka huko ndiko utokako msaada wangu. Yaani msaada wangu mimi haupo tena kwa wanadamu, msaada wangu mimi unatoka juu. Angalia mstari wa pili verse 2 anasema my help cometh from the Lord which made the heavens and the earth. Msaada wangu u katika jina la Bwana, msaada wangu atoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Angalia mstari wa 3 anasema kwamba who will not suffer thy foot to be moved. Anasema he that keepeth thee will not slumber. Anasema kwamba hata uruhusu mguu wako ukasogezwa.
yeye akulindaye au yeye akusaidiaye halali wala asinzii. Halali wala asinzii. Angalia mstari wa 4. Anasema tazama, anasema yeye alindaye Israeli, but he that keepeth Israel shall not slumber nor sleep. Yeye aulindaye Israeli hatalala wala hatasinzia. So huko ndiko msaada tunakotoka. So msaada usio wa kawaida ni msaada unaopita kawaida ya nguvu za kibinadamu. Namba 2, msaada wa ajabu. Maana yake nini? Msaada wa ajabu ni msaada mwafaka. Ni msaada unaokuja kwa wakati mwafaka. Yaani unaokuja kabla hujapotea, unaokuja kabla hujaanguka. Yaani wanapokusukuma sana, sema walinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Yaani nguvu zao walizowekeza katika kuniangusha walimaanisha au walithibitisha kwamba, au walikuwa na uhakika kwamba lazima nitaanguka. Maandiko yanasema lakini Bwana akaninua. Bwana akaninua. Asema Zaburi 118 mstari wa 13, asema ulinisukuma sana, lengo lako nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Ulinisukuma sana. So msaada wa ajabu ni msaada ambao mbali na kwamba unasukumwa, lakini uanguki. Mtu fulani sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasema japokuwa unasukumwa kwa bidii zote, lakini unakataa kuanguka. Kwa nini? Yeye akulindaye, yeye akushikiliaye halali wala sinzii. That is uncommon helps. Msaada usio wa kawaida. Namba 3, msaada usio wa kawaida, msaada wa ajabu manake ni msaada kutoka juu. Msaada kutoka wapi? Msaada kutoka wapi? Msaada huo hautegemei mifumo ya kidunia, bali unategemea huruma za Bwana. Unategemea neema ya Bwana. Unategemea uwezo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa usio wa kawaida, msaada wa kiungu, msaada wa ajabu ni msaada ambao hautegemei nguvu za kibinadamu. Hautegemei. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa kimungu, msaada wa ajabu ni msaada usiotegemea nguvu za kibinadamu, ni msaada utokao juu. Yohana anasema yeye atokaye juu yuko juu ya yote. Yeye aliyo dunia ni wa dunia, anawaza kidunia, lakini yeye atokaye juu anafikiria mambo ya juu. Anasema na kwa kuwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafakarini mambo ya juu Kristo aliko, msitafakari mambo ya chini. So msaada wenu ninyi kiwango chake sio chini, kiwango chake ni juu. Mtu fulani sema amen. Sema mimi nasaidiwa kutoka juu. Sema tena mimi nasaidiwa kutoka juu. Sema tena mimi nasaidiwa kutoka juu katika jina la Yesu Kristo. Na kwa nini nahitaji msaada huu wa ajabu wa kiungu? Namba 1 ni kwa sababu nguvu zetu zina mipaka. Nguvu zetu zina mipaka. Nasema Mungu, najua kwamba nguvu ya mwanadamu haipo katika uwezo wake. Kuongoza hatua zake haipo katika uwezo wa mwanadamu. Mwanadamu ana mipaka. Mwanadamu ana mahali anaishia. Na unahitaji msaada wa kimungu kwa sababu kuna mahali ambapo huwezi ukapita mpendo. Kuna vigingi ambavyo huwezi ukapita. Asema Bwana, Yeremia 10:23. Jeremiah 10:23. One of my very favorite scriptures. Moja ya andiko langu pendwa sana. Asema Bwana, tuseme wote pamoja tafadhali tuweze kuelewa na tuweze kukumbuka. Tuangalie kwenye screen pale na tusome 1, 2, let's go. Asema Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. So mwanadamu anayo mipaka. Kujisaidia, mwanadamu aliumbwa kusaidiwa, hakuumbwa kujisaidia. Mwanadamu hana uwezo wa kujitegemea. Ameumbwa kumtegemea Mungu 24/7. Na ndio maana mambo yanaanza kuharibika unapoanza kutegemea akili zako.
yanaanza kutuzorota unapoanza kutegemea uwezo ulionao. Maandiko yanasema katika kila jambo umkiri yeye. Asema mkabidhi Bwana mambo yako, mtumaini yeye naye atafanya. Asema katika kila jambo, katika kila njia umkiri yeye naye atayanyosha mapito yako. So unapaswa kumtegemea Mungu. Kitabu cha Mithali 3:6 asema, mstari wa 5 ukianza, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Angalia mstari wa 6 asema, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. So Mungu hakuamini kuyaongoza maisha yako. Mungu hakuamini wewe kujisaidia mwenyewe. Hiyo nasema kwamba jisaidie ili Mungu akusaidie, ni waongo. Mwanadamu akianza kujisaidia mwenyewe anaanza kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima utamani msaada Mungu, kwa sababu nguvu zako zina mipaka. Angalia Zekaria 4 mstari wa 6 anasema, si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Maana ni nani wewe, mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utashuka chini na utakuwa tambalale. My friend, ukitaka kufanya mambo makubwa lazima utegemee nguvu ya Mungu kukusaidia. Mungu akikusaidia ndipo utakapofanya mambo makubwa. Otherwise utaishia kiwango cha bibi yako. Mungu asipokusaidia mpendwa, utaishia kiwango cha shangazi yako. Yaani alichokifanya shangazi ndicho utakachokifanya. Lakini ukitaka kuzidi mahali shangazi alipozidi, you must be helped by God. Lazima usaidiwe na Mungu. Na maandiko yanatuambia hapa, kama Zerubabeli anataka kushusha mlima uwe tambalale, then lazima iwe sio kwa nguvu zake, lazima iwe sio kwa uwezo wake, bali lazima iwe katika nguvu za Roho Mtakatifu. So ukitaka kwenda mbali zaidi kuliko walikofika wazazi, tegemea msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu haujawahi kuwapoteza watu. Msaada wa Mungu haujawahi kuwa na mipaka kwenye maisha. Leo pokea msaada wa Mungu kwa jina la Yesu. Namba 2, kwa nini nahitaji msaada wa ajabu kutoka kwa Mungu? Namba 2, kwa sababu ya vipingamizi vya maisha ni vikubwa kuliko sisi. Vipingamizi vya maisha ni vikubwa kuliko sisi. Kama shetani atakuletea kipingamizi, basi fahamu ya kwamba lazima kiwe kikubwa kukushinda. Chochote ambacho shetani atakileta ili akuzuie, atafanya kizuizi chenye lazima kiwe kikubwa kukushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu mahali popote ambapo pana kizuizi lazima kiwe na nguvu ya kukuzuia. Now, tunahitaji msaada wa Mungu kwa sababu kwenye maisha yetu haya kuna vitu vyenye nguvu kutushinda. Kwenye Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 12 asema, Bwana, kwanza utawahukumu kweli. Mbona sisi hatuna nguvu kuwazidi, hatuna nguvu ya kuwashinda, wala hatujui tufanyeje? Hatuna nguvu sisi kuwashinda majeshi matatu yanatujia. Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 12, majeshi yanatujia sisi yana nguvu kuliko sisi, na sisi hatuna nguvu juu yao, wala hatujui tufanyeje. Nyakati wa Pili sura 20 na ule mstari wa 12, angalia, anasema kwamba Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa. Kwenye maisha yako kuna vitu ambavyo huna uwezo navyo, lakini vitu ambavyo huna uwezo navyo una uwezo navyo katika Bwana. Usiviache kutovithubutu eti kwa sababu huna uwezo nacho. Chochote ambacho huna uwezo nacho una uwezo nacho katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho huna nguvu nacho una nguvu nacho katika Bwana. Mungu alimwambia Israeli, Yakobo, asema kwamba kama mfalme, kama prince, asema you have power with God and with men. Una nguvu katika Bwana na katika wanadamu.
Asema asema umepambana na malaika na umeshinda. Asema kwa hiyo as a prince you have power with God and therefore you have power with men. Sikiza my friend, wanajaribu kupambana na wewe, wanapambana na nguvu iliyoko ndani yako ambayo haiwezaki kushindwa. Sisi tunasaidiwa na Bwana. Sisi tunatetewa na Bwana. Wanaotusaidia ni wengi kuliko walio kinyume nasi. Walioko upande wetu ni wengi na wana nguvu kuliko walioko upande wao. Wao wanataja magari, wao wanataja farasi, lakini sisi tunataja jina la Bwana. Wao wameanguka, lakini sisi tutainuka. Wao wamepaa chini, lakini sisi tutasimama tena. Why? Walioko upande wetu ni wengi kuliko walioko upande wao. If God be for us, kibali kiko upande wetu. Kama Bwana yuko upande wetu, neema iko upande wetu. Kama mtu fulani amini aseme haleluya. My friend, wanaopambana na sisi wajipange vizuri, kwa sababu tunasaidiwa na Bwana, na Bwana hajawahi kushindwa vita. Ndio upinzani ni mkubwa, vizuizi ni vikubwa, lakini tuna Mungu mkubwa. We have a very big God who is always on our side. A very big God who is on this side and on this side. We have a very big God who is always by my side. A very big God by my side and by my side. So Mungu akiwa upande wetu, ushindi ni lazima. Mtu fulani sema amen. Mungu alipowasaidia watu, my friend, uchawi hakufanikiwa. Uchawi. Na Balak alijua kabisa nikimleta Balaam hapa, akirusha laana, akiwaloga, yani watakuwa kama vile midoli. Lakini maandiko yanatuambia nimemwona anakuja kutoka Misri, ana nguvu kama za nyati. Hizo ni nani atakaye kushinda? Balak akasema, wewe Balaam, nimekuambia walaana. Hey, nimepokea amri ya kubariki, nami nimebariki, siwezi kuwalaani. Hao watu wamekwisha barikiwa. Hao watu wana msaada, wana nguvu kama za nyati, wana uwezo kama wa nyati. Ukishindana nao umejiandikisha kushindwa. Ninakuombea mwezi wa 5 2025, nenda kashinde katika jina la Yesu. Nasema nenda kashinda kwa jina la Yesu. Sema ninaye Bwana anayenisaidia, ninaye Bwana anayenipigania, ninaye Bwana aliyoko upande wangu. Sitashindwa asubuhi, sitashindwa mchana, sitashindwa jioni, sitashindwa usiku, sitashindwa niamkapo, sitashindwa nilalapo, sitashindwa niwapo usingizini, sitashindwa niwapo macho. Pigia Bwana Yesu makofi mengi ya shangwe. Inua sauti yako, mbariki Bwana. Give him the praise. Nina mipaka ya kibinadamu, lakini sina mipaka ya kimungu. Kuna vizuizi vinavyoshinda wanadamu, lakini hakuna kizuizi kinachomshinda Mungu. Nina mipaka ya kibinadamu, lakini sina mipaka ya kiungu. Inua sauti yako, simama kwa mguu yako. Inua sauti yako, mpatie Mungu shukrani. Give him the praise, give him the glory. Magnify his name today. Magnify him. Inua sauti yako, mshukuru Mungu. Tuna mipaka ya kibinadamu, lakini hatuna mipaka na katika Mungu. Tuna vizuizi vya kibinadamu, lakini katika Mungu nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Somebody lift up your voice. Give him the praise. Sataba, shapataba, rapakata, ripakata, rapakato, shapakata, shapakata. Chochea nguvu ile ndani yako. Asema kwa kadiri ya nguvu ifanyayo kazi ndani yetu. Chochea nguvu ndani yako. Chochea nguvu ndani yako. Tibua uwezo ndani yako. Tibua uwezo ndani yako. Rapakasondia, 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 rapakatonda, shapakatalaba. Ina sauti yako kwa Bwana. Lift up your voice and pray. Nguvu kama za simba, uwezo kama wa nyati. Lift up your voice, give him the praise.
Tunakushukuru Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Mwezi unaenda kashinde, mwezi unaenda katawale, mwezi ukasaidiwe na Bwana katika jina la Yesu Kristo.